Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ba'd. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu na kumtakia sala na rehma Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, tukiendelea baada ya kuona namba moja jinsi gani miongoni katika sharti za ufasaha wa mazungumzo, ufasaha wa maneno, kwamba mtu anapaswa achunge ufasaha wake wa kuzungumza juu ya kupita mazungumzo yake hayo katika kiasi ambacho sahihi, pamoja na kusalimika ndani ya mazungumzo yake mgongano. Na pia kaona nafasi ya pili miongoni mwa sharti za kusalimika maneno yake yawe ni kupandana pasipo tanafu, pasipatikane gongano, na pia maneno yake yasiungane kwa hali ya uzito, ala sami'i, kwa yule ambaye atakayemsikia. Kadhalika leo tutaanza sehemu ya tatu katika hili somo letu. Inasema kwamba wayajibu ayuslima at-tarki, kwamba ni wajibu kwanza usalimike mpandano wa maneno yake, minat ta'qili al-lafzi, minat ta'qili al-lafzi, kutokana na uzito wa maneno. Wa huwa an yakuna kalamu, nayo au nako huko kuwa hayo mazungumzo yake, al-khafiyya ad-dalalatu ala al-ma'na, kwamba mazungumzo yake hayo yamejificha kutokana na dalili juu ya maana, al-murad, yaliyokusudiwa, bisababi ta'khir kalimati, kwa sababu ya kuchelewa maneno yake, au takdimiha, au kuyatanguliza hayo maneno, an mawatiniha, kutokana na zile sehemu zake, al-asliyati, za kiasili, kwa sababu ambazo tulizozieleza hapo nukta ya nyuma, kwamba kuchelewa kwa maneno au kutangulia kwa maneno, an mawatiniha, kutokana na zile sehemu zake, al-asliyati, za kiasili, au bifasli baina kalimati, au pakapatikana uwazi baina ya hayo maneno, allati, maneno ambayo yajibu, kwamba yalitakiwa, an tatajawara, kwamba yafatane, wayatasila ba'daha bi ba'dhi, yaungane baadhi ya hayo maneno na baadhi ya maneno mengine. Fa idha qulta, bas pindi ukisema, ma qara illa wahidan Muhammadun ma kitaban akhi, haya maneno yatazame. Narudia tena, ma qaraa illa wahidan Muhammadun ma kitaban akhihi. Kisha mashekhe zetu wakaendelea kusema wa hadha isti'mal sahihun, kwamba na juu ya njia hii kuitumia ni njia sahihi, fasihun, na pia ni fasaha. Maneno yapi? wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumi au qaumihi, hiyo bilisani, haya maneno ni sahihun fasihun, ni sahihi na fasaha, kwamba bilisani inachokusudia hapa ni natiqan bilugha qaumihi. Kisha akaendelea kutuambia fa idha stumila, bas pindi akitumiwa hivyo
al-insanu, huyo mwanadamu akitumia hadhihi kalimata, haya maneno, fil jasus, akitumia katika njia ya mpelelezi, yani anataka kumweleza mpelelezi. Waqala, na kasema huyo mwanadamu kupitia maneno yake, batha hakim sanatihi fil madinati, kwamba amemtuma hakimu, amemtuma hakimu sanatihi, mpelelezi wake, fil madinati, katika mji wa Madina. Kana makhtuan, anakuwa mtu huyo mwenye kukosea. Makhtuan, mwenye kukosea. Kama mtu atatumia maneno haya, batha hakimu sanatihi fil madinati, kwamba amemtuma hakimu, mpelelezi wake, katika mji wa Madina. Maneno haya mtu anakuwa amekosea. Kwa nini? Wakana fi kalamihi, na pia anakuwa katika hayo mazungumzo yake, ta'qidun ma'nawi. Tunaita maneno nini? Ta'qidu ma'nawi, kwamba yana ugumu katika maana, yana ugumu katika nini? Maana. Wa min dhalika, na kutokana na hivyo, qaulu mri'i Qais, kauli ya bwana mmoja anaitwa Qais, fi wasfi farasi, katika kule kumsifu farasi wake. Wakaeleza mashekhe zetu utambia, amma wasfu hadhihi faras, hakika sifa za huyu faras, bi anna sha'ara nasiyatiha, hakika nywele ambazo zilizomdondokea usoni mwake, tulun, ambazo zilikuwa ni ndefu, kasaafi nakhli yughati wajhiha, ni kama vile makoi yale ya mtende, makoi ya mtende yanavyoshuka chini, yanafunika nini? Wajhi, ule uso wa nini? Wa mti wa mtende. Fa ghairi makbul, hili jambo si lenye kukubalika hilo. Kwa nani? Kwa falasi anachokusudia. Lianna maarufa, kwa sababu jambo lilikuwa lenye kujulikana, inda arabi, mbele ya hao Arabu, anna sha'ara nasiyati, aka nywele zilizokuwa nyingi, idha khatta ainaini, pindi zitakapofunika macho mawili, lam takun faras karim, huyu anakuwa farasi sio mtukufu kwao, hawamtukuzi huyu farasi, anakanika hana faida, hana maana. Walam takun khafifa, na wala huyu farasi hawezi kuwa khafifu. Wa min ta'qidi ma'nawi, na kutokana na ta'qidi ma'nawi, bimaana kwamba uzito wa maana, qaulun abi Tamman, kutokana na kauli ya nani? Ya Abi Tamman, kauli ya Abi Tamman, au unaweza kumwita Abu Tamman. Huwa Habib, anaitwa Habib ibn Aus, anaitwa Habib ibn Aus. Pia alikuwa huyu mmoja katika washahidi kadhalika. Beiti zake ndizipo hapa chini, tutakuja kuzileta inshallah. Naam, tunaendelea na kasida au mashairi ya Abi Tamman. Alisema kwamba jadhabtu, kwamba nimechukua nadahu, yale mazuri yake, ghudwata sabti, jadwa, kwamba asubuhi siku ya sabti, siku ya sabti, Jumamosi, takuwa Jumamosi, siku ya sabti, kwa hali ya kuchukua. Fakharra sari'an, kisha akapomoka katika ardhi, bimaana kwamba akapomoka kwenda kusujudu chini ya ardhi. Baina aidi qasaidi,
kati ya mbele nini? Qasaidi. Qasaidi, qasaidi hapo sijua qasaidi, qasaidi anakusudia nini? Lakini almuhimu ni hivi, fa innahuma sakata, basi hakika yeye lau angenyamaza, hata jaala kari mamduhu, mpaka zile sifa zake zile ambaye anayemsifia yeye, yakhiru sari'an, bimaana kwamba akipomoka au anapomoka katika ardhi. Wa hadha min aqbahi kalami, watu wa balagha wataambia haya ni maneno mabaya, haya ni maneno mabaya ambayo hayana faida, hayakukaa katika mipango iliyosalimika na iliyopangika. Naam, tusimame hapa insha Allah. Subhanaka bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.